Karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Aliniacha Baada ya Kupata Utajiri. Hii ni sehemu ya kwanza, lakini kwa wale wasikilizaji wa Vam TV Online kupitia Facebook, Instagram na TikTok, unaweza ukaingia YouTube ili upate simulizi kaza wa kaza usikilize. Ni simulizi nzuri sana. Hakikisha tu unashare na marafiki. Usisahau kusubscribe na kulike, kisha toa maoni yako. Tuanze kipande cha kwanza. Mhusika anaanza kwa kujitambulisha. Jina langu naitwa Gladness, ni mzaliwa Arusha. Historia ya maisha yangu na mume wangu yalianza pale tulipoanza kuwa na mahusiano tokea kidato cha kwanza huko mkoani Arusha. Mapenzi yetu yalianza shule, mimi na yeye toka tukiwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Kiukweli mimi na yeye tulikuwa na bidii sana shuleni, kwani tuliweza kuvuka mitihani wa kidato cha pili na kufaulu vizuri, na yeye pia. Hatimaye tuliingia kidato cha 3. Mimi na yeye, Brian kama alivyojulikana, na mie kwa jina la Gladness. Tulikuwa tunapendana sana na pia tulikuwa tukiabudu kanisa moja. Mimi na yeye alikuwa mtu wa maombi shuleni sana, mimi na yeye bila kuwa na makuu yote, na tulikuwa tukiishi vizuri. Kijana mwenye busara sana, na wote tulitokea familia maskini sana, lakini huku yeye wazazi wake wakiwa angalau wana maisha mazuri na kipato kizuri tu, kwani kwa kipindi kile waliweza kuwa na nyumba ya kisasa, umeme na maji, na pia kuweza kumudu kula vizuri kila siku. Na mimi nikiishi na bibi yangu, kwani wazazi wangu walishafariki. Nilikuwa yatima. Kutokana na maisha yalivyokuwa magumu, nilitamani sana nije nitimize ndoto zangu za kufika mbali. Na nilikuwa nasomeshwa kwa ufadhili tu wa watu. Tulivyoingia form 4, kwa bahati mbaya sana, anilazimisha na kunishawishi nifanye naye mapenzi. Jambo nilikuwa nalipinga, nikimwambia tuvumilie tusome kwanza, maana ndo tumebakiwa mwaka mmoja wa masomo tu. Na alitishia kuniacha, na kwa kuwa nilimpenda sana, nilikuja nikakubali tu, japo kishungo upande. Nilifanya mapenzi naye, ndipo nilipoanza kujisikia vibaya sana, na hatimaye nilikwenda hospitali kupima, nikajikuta mimi ni mjamzito, nina mimba yake. Lile jambo lilimpagawisha sana na kumfanya aumie zaidi. Ilibidi niache shule na yeye aendelee na masomo. Ujauzito wangu ulinisababisha nikaharibu ndoto zangu za kuendelea. Kutokana na mimi kuwa na ujauzito, wajomba zangu walinikataa na kuniambia hawataki kuniona nyumbani, hivyo nihamie kwa huyo aliyenipa mimba. Ulitokea mgogoro mkubwa sana, hatimaye familia ya Brian walikubali kunipokea. Niliendelea kuishi pale kwao. Niseme tu ukweli, sikuwa na pa kwenda tena. Niliishi maisha ya mateso sana kwenye ile familia ya kina Brian. Nilikuwa binti mdogo mwenye tabia njema sana. Mama yake Brian alinichukia sana. Alikuwa akidai nimekuja kuharibu maisha ya mwanae na kuipa mzigo familia yake. Nilikuwa nasimangwa, kukashfiwa na kunyimwa chakula.
Wakati mwingine yule mama alikuwa ndo ana sauti nyumbani kuliko hata mumewe. Maamuzi yalitolewa na yule mama. Ilikuwa ni kama amri na kila mtu alifuata pale nyumbani. Nikiwa na ujauzito wa miezi 7, nilikuwa nafanyishwa kazi kama punda na yule mama. Sitosahau, nilikuwa naamka asubuhi sana, naosha vyombo, nafagia, na deki, napika. Yani nilikuwa kama house girl kwenye ile nyumba. Nilikuwa nafanya kazi tu muda wote, lakini hayo yote mbele ya yule mama hayakuonekana zaidi ya kuzizushwa kuwa mimi ni mwizi, hata kunyimwa chakula, ile hali mimi ndiye niliyepika. Brian alikuwa angalau akinitetea wakati akiwa pale nyumbani. Siku zilienda. Hatimaye alihitimu kidato cha 4 na kufanya mtihani wa mwisho wa kumaliza salama. Na mimi nilikaa kwa muda. Hatimaye nilijifungua mtoto wa kike. Haikupita muda toka nimejifungua, baba yake Brian alifariki dunia na familia ikabaki na mimi. Basi tulibaki mimi, mama yake Brian na kaka yake Brian. Maisha yaliendelea, mateso hayo hayo. Na mwaka uliofuata Brian matokeo yalitoka na akafaulu na kupangiwa kidato cha 5 kwenye shule moja Dar es Salaam, ambapo ilibidi aondoke Arusha na kuelekea Dar es Salaam shuleni. Basi nilibaki pale na mama yake. Nililia sana na tuliagana na Brian huku tukiahidiana kupendana sana, na aliniahidi kupendana sana. Akimaliza masomo tu atanioa. Nilikuwa namwamini Brian na kumpenda sana. Aliondoka zake na kuniacha. Mama yake pale na kaka yake alikuwa hapo nyumbani, ambapo ndipo mateso yalipoanza rasmi. Nilikuwa nateswa na yule mama sana. Siku moja huyu mama aliondoka na kwenda kwenye sherehe na kurejea jioni. Sasa aliporudi alishangaa chumbani kwake kwenye draw ya kitanda kulikuwa na 20,000 na haipo tena. Yule mama alinifuata kwa ukali sana. Akaanza kuniuliza, hela imekwenda wapi? Nilimjibu sijagusa na labda muulize Alex ambaye ndo kaka yake Brian, maana yeye ndo alikuwa nyumbani, labda akaichukua. Yule mama alianza kuniita mwizi na aliniitia dada yake, yule mama ambaye alitoka naye kwenye sherehe. Walianza kuniuliza pesa imekwenda wapi na kuanza kunipiga. Walinipiga sana bila kujali nina mtoto mdogo wa miezi tu. Wakati naendelea kupigwa, yule dada yake baada ya kunipiga sana yeye na mama yake Brian, ndipo dada yake baada ya kuona wamenipiga sana akaona waniache wamsubiri Alex arudi ndo waje kumuuliza Alex. Basi Alex alirejea akiwa amelewa. Alivyouliza alikiri kuwa ni kweli yeye ndo alichukua zile pesa na kwenda kuchezea kamari. Hapo ndo ukweli ulijulikana na mimi ndo niliachwa kupigwa pale. Nilikuwa nafanya kila linalostahili, lakini yule mama hakuwahi kunipenda hata kidogo. Siku iliyofuata asubuhi nilikuwa naamshwa saa 12 alfajiri na wakati mwingine saa 11 asubuhi. Na yule mama kutokana na jana kupigwa, niliamka nikiwa na maumivu makali sana. Ningeenda wapi mimi? Ni yatima, sina wazazi. Na ndo kwa bibi wajomba washanikataza. Wafadhili nao wakasitisha msaada wao kwangu kwa kunisomesha. Na tayari nishaanza na Brian. Yule mama alikuwa ananitesa sana na alikuwa
hapendi kuniona. Hawakupenda kabisa kuniona nina furaha hata kidogo. Alikuwa hafurahi ananiona nikiwa nimepumzika au ninaongea na kutabasamu. Ataninyanyua na kunipangia kazi yote tu, hata ya kufua nguo zake, huku akiniambia kwake sio hoteli au guest. Niseme nitapumzika, niliendelea kuteseka sana huku na hakujali nina mtoto. Ndipo siku moja kaka yake Brian alivyonifuata chumbani usiku akidai ananitaka kimapenzi, na nilimkatalia na kumkataza aondoke. Aliondoka, ila hakuishia hapo. Aliendelea kunisumbua sana kwamba ananitaka siku moja, wakati mama yake ikiwa ametoka kwenda sokoni, nikiwa ndani nimetoka kumnyonyesha mtoto. Alex aliingia chumbani kwangu na kutaka kunibaka, na ndipo hapo nilipopambana na yeye, nikawaza kumcholopoka. Alivyoshindwa kunibaka, alinitishia maisha kwamba nikisema ataniua. Siku zilizidi kwenda mbele, aliendelea kunisumbua na kunianzishia visa. Nilivumilia sana na mwishowe nikamweleza mama yake suala la mwanaye kunitaka kunibaka na kunitishia. Yule mama alinisikiliza, lakini bado alinilaumu sana kwamba mimi ndo nitakuwa tatizo na sio yeye mwanaye. Baadaye alimuita mwanaye na kumgombeza sana. Baada ya hapo ndo mambo yalianza kuwa magumu kwangu, kwani yule kaka aliungana na mama yake wakaanza kunichukia sana. Yaani Alex alinichukia mno. Yaani ilifika hatua yule Alex ananipiga makofi mbele ya mama yake mzazi, na yule mama yake ananiangalia tu. Zaidi akiona napigwa sana, atamwambia Alex, acha sasa, imetosha. Ningeenda wapi mimi, mtoto wa watu? Nina mtoto mchanga, nitaenda wapi? Na mimi ni yatima. Niliteseka sana. Majirani walinionea huruma sana. Kuna dada mmoja hapo jirani aliitwa Angela. Aliniambia atanisaidia kwamba kuna kazi ya kwenda kampuni ya mzungu mmoja da. Kama nitaweza atanitorosha tuondoke wote. Sasa hapo ndo kimbembe kilianza. Nilipanga kutoroka kwa yule mama na mtoto wangu. Nilisema sitomwacha nyuma, na nilipanga nitoroke usiku huo ambao giza lilikuwa limeanza. Kwa wale wafuatiliaji wa Vam TV Online, YouTube hakikisha tu una subscribe, na Facebook hiki ni kipande cha kwanza, tuungane kipande cha pili, twende nalo. Hakikisha una like na kushare, kisha subscribe channel yetu ya YouTube upate simulizi mingi, na kutufollow katika mitandao ya kijamii kama TikTok, Instagram, Facebook na kwingineko. Kwingineko wapi? Bana, tuendelee. Huu usiku nilifungasha vilago vyangu kimya kimya na mwanangu, nikajiandaa hadi saa 8 za usiku, ambapo nilitoka mlango wa nyuma kwa kufungua mlango taratibu, ambapo nilitoa kwanza begi la nguo nje, kisha akafuata mwanangu. Nilisogea taratibu hadi kwa Angela, ambaye nilimgongea kwa dirisha la chumba chake, yeye kutoka na kunifungulia mlango. Nilikutana naye anajiandaa tayari, mimi na Angela, ndani ya dakika 20. Tulikuwa tayari tunatoka hadi njiani kusubiri usafiri. Kulikuwa kuna kaka mmoja alikuwa anasafiri kwenda Dar es Salaam na gari yake binafsi. Ndo alituchukua na walikuwa na undugu na Angela
Mungu ni mwema. Safari ilianza saa 9 usiku kuelekea katika jiji la Dar es Salaam, ambapo ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika, na tulifika mapema sana. Tulifika hadi kwa shangazi zake kina Angela, ambapo nilipokelewa vizuri tu. Tulipofika tulikutana, tulikula, tukaoga na kupumzika, huku yule Angela akiniahidi kwamba kesho ataenda kunitafutia kazi mule. Siku iliyofuata tuliondoka naye hadi kwenye ile kampuni ili akaniombee kazi, maana alikuwa na connection na watu wa kule. Cha kusikitisha ni kwamba tulikuta nafasi niliyotarajia imeshachukuliwa na mtu mwingine. Moyo uliniuma sana kwamba nitaishi vipi, na nilianza kutokwa na machozi sana. Wakati tunaondoka nikilia, kuna dada mmoja aliniona nikilia na akanifuata na kuniuliza sababu ya mimi kulia. Nilimweleza suala la mimi kukosa kazi. Pale alinitia moyo na kuniambia kwamba nisijali na kwamba kuna kiwanda cha Rasta wametangaza nafasi za kazi na kipo hapa Dar, ila Gongo la Mboto. Basi ile habari ilinifanya niweze kwenda kujaribu huko. Nilimuuliza yule dada vizuri na maswali kadha kuhusu hicho kiwanda. Baada ya kunijibu vizuri, nilishukuru sana. Niliondoka na Angela huku nikijipa moyo kwa kwenda kujaribu huko, maana hicho kiwanda kipo Gongo la Mboto. Siku iliyofuata nilimuomba dada Angela anielekeze njia kuelekea Gongo la Mboto, maana mie nilikuwa mgeni wa jiji la Dar. Alinieleza kwa kuwa kitu cha daladala kilikuwa karibu na nyumba basi haikuwa shida mimi kupotea. Nilifika kituoni na kukuta daladala za sehemu mbalimbali. Hicho kituo kinaitwa Mawasiliano Simu 2000. Niliuliza upande wa gari za Gongo la Mboto, nikaonyeshwa. Hatimaye nilipanda daladala na kuelekea huko, na ilikuwa ishafika saa 3 asubuhi. Nilishuka hadi Gongo la Mboto. Nilipouliza hicho kiwanda, nilionyeshwa kilipo hakikuwa mbali sana na stendi. Nilifika pale na kukuta watu mbalimbali, wasichana wenzangu na kina mama waliokuwa wanaomba nafasi pale. Tulipewa fomu tukajaza, na baadaye tuliitwa tukahojiwa interview pale. Kulikuwa na watu takriban 20 waliomba nafasi pale. Baadaye mchana ndo tukapewa majibu kuwa waliopita usaili ni watu 8, na mimi nikiwa ni miongoni mwao. Nilipoona jina langu likitajwa sikuamini jamani. Nilijikuta nalia kwa furaha. Nilimshukuru sana Mungu kwa kila jambo, maana niliona sasa nitaanza kuwa na maisha mapya na mwanangu. Nilifurahi sana, na tuliambiwa tutaenda kupewa mafunzo kwa wiki moja kuhusiana na mambo ya Rasta. Niliendelea kukaa kwa kina Angela hadi nilipotimiza mwezi, ambapo nilipokea mshahara wangu wa kwanza, ambapo ilikuwa ni 150,000. Nilimshukuru sana Mungu, kwani hiyo pesa nilitafuta chumba maeneo ya Gongo la Mboto. Nikapata chumba cha 20,000. Nikalipia miezi 3 huku nikianza na kigodoro kichakavu na vyombo vichache tu. Maisha yaliendelea huku nikienda kazini Jumatatu hadi Ijumaa, na nilikuwa nakwenda na mwanangu mchanga hivyo hivyo. Nilikuwa ni msichana anayejituma sana pale kiwandani, kiasi cha kufanya kupendwa sana na mpaka mabosi.
kila mtu. Gladness mie. Ndani ya mwaka niliweza kujitahidi sana nikamiliki kitanda cha vyombo na geto. Nilipendeza. Nilikumbuka mateso niliyopitia huku nikisema na kuapa kwamba ni lazima nitapambana hadi nifike kiwango kizuri sana. Niliweza na kununua hadi simu ya mawasiliano na nilianza kumtembelea Brian shuleni nikidai ni ndugu yake. Nilimpenda Brian sana na hatimaye akapata likizo la mwisho na akafika kwangu. Hii ilikuwa ni likizo ndogo ya mwisho ili akahitimu kidato cha 6. Kutokana na mimi kuwa na uwezo, kuwa na vitu kadha na kujitegemea, mpenzi wangu Brian alipokuja kwangu alishangaa sana kwamba nimewezaje kufika angalau kujimudu kila kitu. Alikuwa akishangaa maana yeye alitokea shuleni na nilikuwa na mhudumia kila kitu, chakula, malazi na kila kitu. Alikaa pale hadi siku ya kurudi shule ambapo aliniambia, Gladi, mpenzi wangu, sina pocket money ya kutumia kabisa shuleni. Naomba unisaidie, wangu wamesema hawana pesa. Kwa kuwa nilimpenda sana huyu mwanaume na aliniahidi kwamba siku akipata kazi mimi ni wake na tutaenjoy wote. Kutokana na kumpenda sana na kumjari, nilichukua shilingi 60,000 ya kwenye mshahara wangu na kumkabidhi, huku nikibakiwa na 90,000 tu. Alirejea shule na maisha yakaendelea. Kazini siku moja alinifuata bosi mkuu na kuanza kunisifia kuwa nafanya kazi nzuri sana. Cha ajabu, alianza kunipa ofa mara lunch, mara breakfast. Huyu baba aliitwa Bakari. Huyu Bakari nilipomuuliza kwa nini anafanya hiyo, aliniambia eti ananisaidia tu, ananipenda tu uchapakazi wangu. Maisha yaliendelea. Alianza kitu cha kustajabisha sana, kwani akiniona tu natoka tu kiwandani atanifuata lift, na huko akiendelea kunisifia na kuniahidi kunipa cheo kikubwa. Yule alikuwa ndo bosi na mwenye kiwanda na alikuwa mkali sana. Lakini cha ajabu kwangu, hakunigombeza wala kunikalipia, zaidi kunisifia tu. Siku moja aliniomba namba yangu. Nilimuuliza ni ya nini. Aliniambia yeye ni bosi wangu, hivyo anataka tu mawasiliano yangu. Nilimpa namba ya simu na akaisevu. Ijumaa moja ya mwisho ya wiki nikawa nipo kazini. Nilifuata na mdada mmoja, tumezoeana sana na yule dada aliyekuwa mfanya kazi mwenzetu pale kiwandani. Aliitwa Siala. Kwa kuwa yeye ndo mzoefu wa pale, kwa hiyo alikuwa kiongozi. Alinionya kuhusu yule bosi kwamba ni mwathirika wa VVU na kwamba ametembea na wasichana wengi sana pale na wengine wameshazikwa, akiwaonga na kuahidi vyeo. Niliogopa sana, lakini mwishowe niliona mimi hajawahi kunitongoza au kuniambia chochote, labda hakitonifikia kitu. Yule dada utadhani aliota kuniambia, maana wiki iliyofuata bosi Bakari alinitumia ujumbe kuwa nisiondoke pale kazini. Muda ulienda na kujiuliza kuna nini. Kaniambia nibaki. Je, anataka kunifukuzisha kazi? Nilibaki pale hadi saa 11 jioni. Cha ajabu, watu wote walikwisha ondoka. Ilifika saa 12, kigiza kishaanza kuingia na akaniita ofisini kwake.
ambapo hakukuwa na mtu yeyote. Ilikuwa ni ofisi ndani ya jengo kubwa, na hivyo ukiingia ndani hiyo ofisi ipo ndani zaidi. Nilikwenda hadi ndani ya ofisi yake na kumkuta amekaa kwenye kiti, na kimuonekano huyo Bakari alikuwa kama bondia mrefu na mwenye nguvu sana. Nilikaa kwa uoga sana, maana ofisi zote zilikuwa hazina watu, na mimi na yeye tu kwenye lile jengo. Alianza kunisifia kwamba nachapa kazi, na aliniambia maneno ya kwamba nimkubali nilale naye na niwe mpenzi wake, atanipa chochote ninachotaka. Nilijikuta nikihisi nimepigwa na shoti ya umeme. Nikakumbuka maneno ya Stiara kwamba huyu bosi Bakari ni laghai na mwasirika. Nilijikuta nikimwambia hapana bosi, wewe ni bosi wangu na mimi nina mpenzi na nimezaa naye, siwezi kumsaliti, nampenda sana Brian wangu. Bosi akasema, nikubali mimi, achana na mambo hayo, wewe ni mrembo sana Glad. Pili, hutakiwi uishi maisha ya shida mrembo wewe, hukuumbiwa shida bwana. Pesa, cheo na kila kitu kitakuwa chako. Hapana bosi, nilisema huku nikitetemeka mwili wote. Akaniambia, uchague uwe na mimi au upoteze kazi. Nilivyosikia hivyo niliogopa mno, nikabaki nimeduaa, sijaongea. Alisimama ghafla na kwenda kubonyeza milango, ikajira kujifunga yote, ambapo alinifuata pale kwenye kiti. Ghafla akaanza kunivuta nguo mpaka ikachanika. Nikabakiwa na sindilia tu. Unafanya nini bosi? Unataka kunibaka? Niache. Nilipiga kelele. Hakujali zaidi ya kunivuta na kuanza kunipalamia kwa nguvu, na alikuwa na nguvu sana. Alinikamata kwa nguvu na kuvuta sketi yangu na akaweza kuivu, ambapo nilianza kujitoa kwake kwa nguvu. Nilishindwa na akaweza kuniangusha chini. Je, bosi Bakari ataweza fanikisha hatima yake, na huku akiwa amefunga milango ya ofisi kwa lock? Na je, Gladness ataweza kutoroka? Ukilinganisha kwamba bosi anaonekana ni kama bouncer. Bana, nikusihi tu usikose kipande cha 3 kwa wale watazamaji wa Facebook, na wale watazamaji wa YouTube usikose kipande cha 2 katika hii simulizi. Aliniahidi kunioa, lakini alipopata utajiri akaniacha. Yani aliniacha baada ya kutajirika. Kwa nini alimwacha baada ya kutajirika? Tutajua mengi kubwa. Gladness anayo mengi ya kutueleza. Bana, hakikisha tu unakuwa karibu na Vam TV Online.